ibada nyingine kubwa zaidi. Tunaomba hapa atujalie ikhlasi katika utekelezaji wa ibada hii na ibada zote. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu din, hawajaamrishwa wanadamu isipokuwa wamwabudu Allah, hali ya kuwa wanakuwa na ikhlasi kumtakasia Mwenyezi Mungu hiyo dini yake katika kumwabudu kwake. Ni miongoni mwa maeneo muhimu kweli kweli, kwa sababu hapo ndio kuna nia na ndipo ni mwanzo wa kila kitu katika ibada. Kwenye nia ndio tunaanzia ibada, kwenye nia, na ikhlasi inatakiwa ipatikane hapo. Bora ianze kutekeleka kidogo baada ya kuwa ilikuwepo, ni rahisi kuwahi kudiriki na kuirudisha, kuliko ikhlasi kuto kuwepo kabla haujaanza ibada yenyewe. Ikhlasi inakuwa hakuna, maana yake ni kwamba ibada yote ile inakuwa ni habaan manthura, ni kama kuni zilizotimka. Waqadimna ila ma amilu min amalin fajaalnahu habaan manthura, tumetanguliza katika amali walizozifanya watu na tukazifanya zikawa ni kama vumbi inayotimka. Amali zipi? Ni amali ambazo zimefanywa sio kwa kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi katika utangulizi wangu huo nadhani sina mengi sana kuzungumza, inawezekana dakika chache tu. Maneno yote Sheikh Suleiman Bandi yangu amezungumza maneno vizuri sana na ameeleweka vizuri sana. Mimi nataka tu nikazie, lakini twende pamoja, kwa sababu ni swala la kufahamu. Sisemi ni tatizo au sio tatizo, lakini tatizo kufahamu tofauti yake. Taratibu za ibada katika Uislamu, taratibu za ibada katika Uislamu huwa hazina mtu atakufanyia ibada isipokuwa itakuwa mtu wewe ufanye ile ibada. Wakati unapotekeleza ibada uifanye ile ibada, utekeleze. Sikusudii ile kumhijia mtu kufanya fanya, na kusudia wakati unapotekeleza hiyo ibada kitaratibu za Uislamu, kama ni swala, ni funga, ni haji, uitekeleze mwenyewe. Na kutekeleza kwa mtu yoyote hakuna tofauti na kutekeleza kwamba huyu ni maalim fulani, huyu ni ustadhi fulani, huyu ni shekhe fulani, eti mimi sio shekhe fulani. Kwa hiyo ukienda kutekeleza ibada, basi kuna utofauti. Yule ataitekeleza kama ni maalim fulani au ni ustadhi fulani, na mimi nitatekeleza kama jinsi nilivyo, si maalim wala shekhe hata ukata. Kitu hicho hakuna. Mnaposwali wote mtaswali katika hali moja, inatakiwa swali katika hali za namna hiyo. Mnapofunga wote mtekeleze katika hali moja, na mnapohiji vile vile wote mtatakiwa mhiji katika hali moja. Sasa hapa ndio maana tukasisitizwa hizi ibada tunapoziingia, kwanza tuziingie katika elimu, yani tuzijue. Unapozijua ndipo unakuja kuzifanyia vitendo. Katika vitendo unakuja kutekeleza ibada yenyewe. Na Imamu Bukhari alileta mlango akaandika babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Imamu Bukhari babul ilmi alileta mlango mzima katika kitabu cha Bukhari, ni mlango unaosisitiza elimu kabla ya kusema na kutenda, kwa maana kwamba itangulie elimu, kujua jambo, alafu ndio ije kutenda ile jambo, alafu ndio ije nini, ije kulitamka neno, alafu ije kulitenda lile neno. Sasa tunaelewana vizuri. Sasa hapa tulifanya sisi hapa ni kama tunakumbushana tu katika elimu ya hiyo hija. Bado hatujatekeleza hija hapa, hatujatekeleza hija. Inawezekana hatujaisema, lakini tunaona kwamba ni vizuri tupeane elimu